Kwenye ligi yetu tumekuwa na kauli mbiu moja hivi ambayo tumekuwa tukiitumia, soka letu kivyetu vyetu, na mara nyingi hii ni kutokana na yale makosa ya waamuzi ambao wamekuwa wakiyafanya, namna ambavyo hii top 4 imekuwa ikipata favor katika baadhi ya michezo. Lakini hiyo tunaifahamu vizuri kwamba Afrika kuna namna ama kuna tamaduni zetu ambazo tumekuwa tukiziamini, na hiyo imejidhihirisha katika mchezo wa Nigeria dhidi ya DR Congo, mechi ya playoff ambapo kila mmoja anatafuta tiketi kuona kama atashinda playoff inayofuata kuweza kujihakikishia kuelekea kombe la dunia. Kitu alichokizungumza kocha wa Nigeria akisema kwamba hawajazidiwa uwezo bali wamezidiwa kiutamaduni. Yaani Congo ilikuwa na mambo mengi sana, na hiyo anadhihirisha pale katika mikwaju ya penalty. Atasema kuna mtu ambaye alikuwa ameingia na vitu ambavyo haviruhusiwi michezoni. Na hii hata kwenye ligi yetu huwa tunatumia kama ni imani za kishirikina. Sasa ukiweka kwenye imani za kishirikina, sio kila mmoja anakuwa anaamini, lakini inaweza ikawa ngumu pia kuitoa hiyo, kwa sababu unajua tu kabisa kwamba hapa tupo Afrika, na ukiwa Afrika ukasema kwamba unatoa hizo imani za kishirikina ni kitu kigumu. Na muda mwingine inakuwa tu ni mind game, yani wewe ukisha panic ukawapanikisha pia na wachezaji wako, inaweza ikawa ni advantage. Lakini mtu akiingia na chumvi akamwaga uwanjani, inaweza ikawa ni imani ambayo yeye anaiamini, lakini ukithubutu kuingia kwenye mtego wake umepotea. Kwa hiyo mpaka hapo Kongo amekuwa na hiyo advantage, that's why wamefanikiwa kusonga katika hatua inayofuata. Kama watakuwa na matokeo mazuri, inaweza kusema kwamba wameshatanguliza mguu mmoja katika hatua ya kombe la dunia. Sasa kama watafanikiwa huko, basi tunaona kabisa Nigeria ndio ambao walikuwa hawana bahati katika mchezo huo, na imani za kishirikina zimewatoa mchezoni.